Haya, sawa. Sasa hapa kati kuna notice mbili tumetoa. Sawa. Notice ya kwanza tumetoa hiyo ya gawio. Na kuna tarehe hapo zimetajwa. Mimi mwenyewe kwa kweli niseme tu imenichukua muda kuelewa kumdiv, xdiv, maana mambo yalikuwa mengi. Kwa hiyo tumetoa dividend declaration, tumesema gawio ni hii, ukinunua mpaka tarehe fulani unapata gawio. Ukinunua tarehe fulani upati gawio. Naomba mtuelezee kitototo nini kinaendelea. Tumetoa tangazo la gawio, mwanzoni ulisema kuna tarehe 4, tarehe 5. Tofauti ni nini? Nikinunua kwa mfano mnafunga tarehe 4 au tarehe 5? Tarehe 4 ndio mwisho kununua. Tarehe 4 ndio mwisho. Kwa hiyo nikinunua tarehe 4 napata gawio. Nikinunua tarehe 30 napata gawio. Labda nielezee atanisaidia. Dividend notice hii ni taarifa muhimu sana kwa wanahisa. Ni taarifa ambayo usikurupuke. Ukiona huwezi kuitafsiri mwenyewe, mfate broker wako ukamuulize, hivi hapa maana yake nini? Kwa sababu makosa yote unaweza ukayafanya, unajikuta umefanya kitu ambacho kumbe si matarajio yako. Kwa maana hiyo, juzi tumetoa taarifa hiyo ya notice ya dividend ambayo iliambatana na audited results za CRDB tarehe 14, ambayo mara nyingi tunavyotoa audited result hisa zetu zinaanza kutrade cum div. Maana yake nini sasa cum div? Ambayo nimesema ni tarehe 14 hiyo tuliotangaza mpaka tarehe 4 ni kipindi hicho tunasema cum div. Maana yake nini? Maana yake huwa share zetu zina trade with dividend, yani zinauzwa na gawio juu yake. Ina maana tumesema shilingi 90, ina maana yule aliyenunua mwaka 47 CRDB na yule atanunua hiyo tarehe 4 wote wako atipa watapata hilo gawio ya shilingi 90. Kwa hiyo cum div maana pamoja na lakini tukasema hapo tarehe 4. Kwa hiyo yote atanunua. Yule aliyekuwa nazo mwanzo, naona kuna wengine wanaulizaga, sasa mimi nilinunua zamani, sasa inabidi ninunue tena nipate. Hapana. Yule watoka mwaka 47 hisa zilivyouzwa za CRDB ambayo mpaka saizi anazo, mpaka yule atazonunua siku ile imetangazwa tarehe 14, mpaka yule atanunua siku ya tarehe 4, wote ni kitu kimoja watapata. Lakini tunasema siku ya tarehe 5 ni ex dividend. Maana yake ex dividend ina maana without dividend. Ni kama umeachana na dividend. Yani hapo tumeachana. Kwa maana yake wewe ukijichanganya tu hapo ndio unaenda kukorishana na mabroker hapa. Kumbe wewe unania wewe gawio lio lako, lakini umeenda tarehe 4 ile ndio umeuza. Alafu bado unataka wewe upate gawio. Maana yake ina maana aliyenunua ndio atapata gawio. Atauza hata aliyokuwa nazo miaka yote, miaka 30 ya CRDB, lakini tarehe 4 akauza, hana gawio la mwaka huu. Hana. Hivi Lutiko, hizi kesi mnazipata nyingi, watu wanajichanganya. Na hisi wanajichanganya. Tena changamoto ya kujichanganya kubwa hata inakoga sio hiyo. Unakuta mtu ameweka order tarehe 4 alafu hajapata hizo tarehe 4, mmoja usipata tarehe 5. Kwa hiyo anakuja kulalamika, mbona mimi niliweka order tarehe 4 lakini sijapata gawio. Kwa hiyo kama alivyoongea madam kwamba mara nyingi unakuta kwamba kuanzia kampuni imetangaza ile gawio ina kama siku 21 za kutrade ikiwa na gawio. Alafu baada ya hapo sasa ndo tunaita hiyo ndio inaita cum div period. Alafu baada ya hapo tarehe 5 hiyo ndio inakuwa ex div. Yaani kwamba ile siku ya mwisho ya cum div ni leo, kesho kitrade ni ex div kwa upati gawio. Kwa hiyo sasa alafu baada ya hapo sasa yote alinunua tarehe 4 una ile siku ya book closure. Sasa hivi tuko T+2. Kwa siku mbili baadaye ndio wanachukua ile register kwamba watoto walikuwa na share kuanzia mpaka tarehe 4 ni hawa. Sasa mpaka tarehe 4 walinunua before. Kwa hiyo tarehe 6 ndio wanajua tarehe 6 hii hawa sasa tunaenda kufanya kuwalipa magawio. Alafu akishalipwa magawio hao maisha yanaendelea. Sasa changamoto ni kwamba unaweza kuweka order tarehe 4 na hii ni angalizo. Unaweza kuweka order tarehe 4 isipite tarehe 4. Na naamini sasa hivi watu wengi sana wameshakuwa aware na zile status kwamba imematch, imeexpire, imefulfill. Kwa kama umenunua na ukapata, sisi tunasubiria tarehe 4. Nyinyi mnasubiria tarehe 4. By tarehe 4 umenunua na umepata. Na nimepata. Sio umedeposit hela kwenye account ya broker. Sio umejaza fomu ya kununua. Umenunua na umepata. Umenunua na hujapata by tarehe 4 haupati gawio. Kwa hiyo soko likifunga ile saa 10
Kama hujapata share zako mpaka saa 10, basi jua gawio sio la kwako. Lakini pia kwa yote anayeuza, kama madam alivyosema, ukiuza kabla ya tarehe 4, gawio sio la kwako, na huyo ambaye ananunua hizo shares. Lakini ukija kuuza baada ya tarehe 4, gawio ni la nini? Ni la kwako. Naweza nikaweka malengo yangu kutokana na gawio. Maana hapa mtu anasema nikiwekeza shilingi fulani napata shilingi fulani. Unajua sisi kama as a people tunataka kujua nikiweka X napata Y, nikiweka X napata Y. Kwa hiyo kwa mfano hivi tumeambiwa tunapata shilingi 90 kwa kila hisa. Maana yake ni nini? Kama nina hisa, yani ili mtu aweze kufanya hizi hesabu, maana kila mtu ana hisa zake, sio? Huyu amesema milioni 5, lakini milioni 5 pia najua inategemea na namba ya hisa unazozipata. Kwa hiyo tufanye mahesabu kutumia namba za hisa. Kama mimi nina hisa 1000, sawa, ninapigia hisa 1000 zote times 90. Alafu je, kuna kodi yoyote ninakatwa au hamna kodi? Naona tuko umeniangalia. Ni kweli hili gawio kila mtu atapata proportional na yeye ameinvest nini. Kama alivyosema mwanzo Rutuko, ownership yako ikoje, kipande vyako vingapi, una hisa ngapi? 1000. Kwa hiyo wa 1000 atapiga hesabu zake, wa 100 hesabu zake, wa 100,000, wa 1,000,000. Unaona? Kwa hiyo kila mtu atazidisha, ina maana ni 1000 utazidisha kwa hiyo 90, 200 utazidisha kwa hiyo 90, kila mtu kutokana na hisa zake zikoje. Lakini kama nimesema hisa gawio linakuwa subject na tax, withholding tax, na ina upendeleo jamani. Withholding tax ni 10% kuendelea, lakini kwenye capital market mpaka sasa kuna upendeleo ni 5%. Kwa hiyo kuna incentives hiyo ya kununua kwenye hisa. Capital gain yako wewe unakata only 5%. Withholding tax ya dividend. Ya dividend amount. Subiri. Sasa mimi ninajuaje kwamba nina share ngapi? Maana sasa kama hiyo leo nimenunua napataje hivi? Kuna statement ya account ya CSD? Yeah. So statement unaweza kupata. Jambo la kwanza kabisa unaweza kaenda kwa broker wako akakupa statement. Kwa wale ni broker 3 4 amenunua kwa broker tofauti, abidi kila broker ampe statement yake kivyake. Kwa watu walioko kwenye hii platform ya DSC Saganjani, unaweza ukaona holding zako zote kwenye CDS hiyo. Sasa kama ulikuwa na account 2 3 kama nilivyoelezea hapo katikati, inamaanisha kwamba utaona kwenye pale utaona ni account moja tu, hizo zingine bila muombe broker husika akupe statement. Lakini naamini kabisa kwamba isikupe shida sana, kwa sababu naamini pia kwamba wale wanahuisha taarifa zao kwenye kitengo chetu cha magawio, wakiandika zile account zao zote unalipoga zote kwa pamoja, kama unazijua zote account zako. Sasa kama unataka kupiga hesabu yako mapema, lazima uanze kuangalia maokoto ni shilingi ngapi. Kama unaangalia maokoto, kwa sababu naamini kama ni mwekezaji ambaye ni makini, unakuwa unajua pesa ngapi. Pressure za duniani. Kwa hiyo utachoweza kufanya, utachukua idadi ya hisa unazo, utazidisha na hiyo gawio lako, na hiyo gawio litangazwa. Na hizo hesabu za gawio naomba tuelewane, utazipiga baada ya gawio kutangazwa. Kwa sababu kama tulikubaliana kwamba hamna namna ambayo ile gawio ni lazima taasisi kuilipa. Na ndio maana tukarudi pale pale. Mtu akiuliza mwakani nitapata gawio shilingi ngapi, ni ngumu kumwambia. Sasa mpaka kampuni itangaze gawio. Unaweza ukawa na rough estimate kwamba bwana inaweza ikacheza hapa mpaka hapa, lakini na inaweza ikatoka, inaweza isitoke. Lakini ukishatangaza kama hivi tulivyotangaza sisi, notice tuione, notice unachukua, ndio unaanza kupiga hizo hesabu. Usije ukachukua mkopo kwa sababu mimi nitalipa na gawio, alafu gawio lenyewe lisitangazwe. Ikaita shida tena. Kwa hiyo mara nyingi unakuwa na uhakika kama gawio baada ya gawio kutangaza na kuhakikisha hujauza katika ule muda ambao unaambiwa kwamba una come due. Sawa. Hebu sasa kwenye gawio ninapataje gawio langu? Ninaweka kwenye akaunti yangu, na ni akaunti ipi? Ni ile niliorodhesha? Maana saa nyingine mtu hata ukumbuki uliorodhesha akaunti gani. Na kama sijapata magawio yangu ya nyuma, ni process gani natakiwa niifuate ili nipate gawio yangu? Shukrani sana. Kwa hiyo kuna wawekezaji ambao tayari washawekeza na wanakuwa wanaendelea kupata magawio, kwa hiyo hawa wanakuwa hawana shida, washazoea naingia kwenye account wanakuwa hawana shida, inaingia automatically. Lakini kwa mtu yote ambaye bado ni mwekezaji mpya au amekuwa hapati magawio, tunahitaji kuna kitu inaitwa share mandate form. Kwa hiyo dividend mandate form kwamba anakuja anaeleza, anatoa taarifa zake na ana instruct benki kwamba account gani unalipwa hilo gawio. Kwa akishajaza ile form, mbona anaweza kafika tawi lolote la CRDB akajaza hiyo form kwa magawio ya CRDB, inamaanisha kwamba wata process ya magawio. Na pale bahati nzuri ile form imejielezea kabisa kama unadai gawio la mwaka mmoja tu au udai unauisha tu taarifa utatiki.
Kama unawisha tu taarifa utatiki nawisha tu taarifa zangu sasa hivi, ili magawio yako yote yanaenda kwenye account husika. Lakini kama unadai magawio ya nyuma, kuna sehemu pale ya kutika kama nadai magawio yangu ya nyuma. Kwa hiyo watawisha hizo taarifa zako na watakupa magawio yako yote ya nyuma ambayo yapo. Lakini sasa angalizo, magawio yatakayolipwa ni ndani ya miaka 10. Ambayo yamezidi miaka 10 yanakuwa ishaenda benki kuu kama abandoned properties. Lakini ndani ya miaka 10 utalipwa, yataprocessiwa, yatalipwa. Okay. Na kama nililipwa gawio langu mwaka jana na mwaka juzi na taarifa zangu hazijabadilika, kuna haja ya mimi kujaza ile fomu kila mwaka? Kwa hiyo kama napokea magawio yangu na nimekuwa nikipokea na taarifa zangu hazijabadilika, then hamna haja ya kuupdate the information. Okay. Sawa. Sasa twende kwenye kipengele cha AGM notice. Maana tulitoa audited, tukatoa dividend declaration, tukatoa AGM notice. AGM notice ni kitu gani na inatoa taarifa gani? Kwa nini ni muhimu kwangu kama mwanahisa? Asante sana. AGM notice ni taarifa kwa wanahisa, ikiwakaribisha kwanza kwa ajili ya kuna mkutano mkuu, ambao mkutano mkuu huwa unafanyika ni kisheria kwa kampuni yoyote ambayo ni public, lazima iwe na mkutano mkuu mara moja kwa mwaka. Pale wanavyofunga hesabu zao za mwaka, inategemea na wanafunga kipindi gani, isizidi miezi 6, lazima kuwe na mkutano mkuu. Kwa hiyo hii notice inakuwa inawataarifu na kuwa invite shareholders wao kwa ajili ya huo mkutano mkuu, ambao huo mkutano mkuu ni muhimu sana. Na kwenye hiyo notice inatolewa na agenda za huo mkutano, ni mambo gani ambao wanahisa wanatakiwa yatajadiliwa, ambao pia ni right, kama alivyosema mwanzo Ritiko, mwanahisa ana right ya kufanya maamuzi fulani hasa na mengi katika mkutano huo mkuu. Subiri, naomba niunganishe vitu viwili hapa. Kwa hiyo tukipata ile notice ni pendekezo, sio? Lakini linakuja kupitishwa na wanahisa kwenye mkutano mkuu wa wanahisa. Na ndio maana hilo gawio linalipwa baada ya mkutano mkuu, sio? Nimepatia? Yani, umepatia. Bodi inapendekeza, ambao haya mapendekezo yanasubiri mkutano mkuu sasa ndio watapitisha. Na kwenye mkutano mkuu ni mambo mengi yanayopitishwa. Kuna kuchagua wakurugenzi ambao wanasaidia na management kuendesha kampuni, ambao wanahisa na wenyewe watawapigia kura hao wa board members. Lakini sio hilo tu, watapitisha hata ada za wakurugenzi. Hivyo vyote ni muhimu. Kwa hiyo mimi kama mwanahisa nina jukumu, kama ninataka kuchangia, nisio naongea tu pembeni. Nina fursa mara moja kwa mwaka kwenda kwenye mkutano kusema ndio nimeafiki au sijaafiki kabisa, piga kura, sio kwenye kabisa. Na nimesema ni mkutano mkuu wa wanahisa, ni muhimu sana kwa wanahisa. Pale ndio watapata opportunity ya kukutana na board of directors, management, ambao wale watasoma taarifa muhimu, uendeshaji wa benki yote kwa mwaka mzima, wamefanya nini, matarajio ni nini, wanataka kwenda wapi hiyo benki iendelee. Ama sio benki, nasemea benki kwa sababu niko CRDB, lakini hata kwa makampuni mengine, kuonyesha matarajio yao ya kuendeleza, ili mwanahisa pale anaanza kumbe benki yangu au kampuni yangu inafanya vizuri au inafanya vibaya, itamsaidia ku make decision. Kwa hiyo aendelee au asiendelee. Kwa sio kitu cha kupuuzia, yani sio kitu tu cha kwenda kula bata, lakini kuna vitu vya msingi kama mwanahisa ambacho naenda kujifunza na maamuzi ya kufanya. Na kwa sio tu kwenda, hata kwa mtu ambaye hajaenda anaweza akapitia. Kuna mara nyingi inakuwa streamed live. Kwa hiyo ile information nyingi unazipata pale, na ni information ambazo zinakuja first hand, yani sio kama nimeambiwa na fulani, unakuta MD mwenyewe anaongea, ni kitu mwenyewe wa bodi anaongea. Kwa hiyo ni unapata first hand information. Haya, natakiwa niwe na hisa ngapi niende kwenye AGM? Abudi mwanahisa. Niwe tu kwenye daftari. Wewe uwe mwanahisa, uwe na 1, uwe na 2, wewe ni mwanahisa. Na kama alivyosema, pia sio lazima ukaenda pale kwenye mkutano wa Arusha.
lakini kuna dawati litafunguliwa, unaweza ukasikiliza online. Kwa upande wa CRDB kuna registration ya mkutano, nafikiri online itafunguliwa kuanzia tarehe 7, ambao pale utapata linki, utakuwa kama na wewe ulikuwepo. Na katika online ili uingie lazima CDS yako ndio kitambulisho. CDS wewe ni kama akaunti yako, ndio kitambulisho cha wewe. Lakini uzuri zaidi kwa upande wa benki wenyewe wameweka mpaka zono, kuna center zitatangazwa. Kwa hiyo watu wengine wataenda kwenye zono zao zizo karibu, wataweza kufuatilia na watauliza kule maswali, na moja kwa moja watakuwa connected na mkutano huu, watafuatilia. Kwa hiyo kama huwezi kuja Arusha pia kuna fursa ya wewe either ukakaa nyumbani ukafuatilia kabisa, au kama unataka kukusanyika na wanahisa wenzako mkajuana vizuri, ukaenda kwenye zone ukaparticipate na ukaweza kuuliza maswali yako, na sisi tuliokuwa Arusha tukayasikia, na unaweza ukapiga kura kama kawaida. Okay, hilo ni jambo zuri sana. Sasa MD wetu Dr. Abdulmajid Musa Nsekela anasemaga yajayo ni neema tupu, sio? Haya, sawa. Na sasa tumefika mwisho wa haya maswali yetu, na tumai tumeweza kuaddress maswali yote mliowasilisha, na kwamba wote tumepata kujifunza mengi kuhusu uwekezaji katika hisa. Kama kutakuwa na maswali zaidi, naomba usisite kuyawasilisha kwetu Investor Relations. Kuna email address zetu investorrelations@crdbbank.co.tz, lakini pia niko Instagram, kuna akaunti zetu, kuna customer service. Yani kama una swali lolote, channels ziko nyingi sana. Lengo letu ni kwamba mtu yoyote asiachwe nyuma na asiwe na swali la kujiuliza hisa ni nini, kwa nini. Sisi tupo kwa ajili yako. Asanteni sana Dada Glory, Kaka Lutiko, asanteni sana, na until next time, asanteni. Thank you. Asante sana. CRDB Bank, tunakusikiliza.